Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya familia ya Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, kwanza kabisa tunatoa pole kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuondokewa na mtumishi wake, chombo chake ambacho amekitumia mpaka umauti ulipomkuta. Lakini pia natoa pole kwako wewe binafsi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Najua alikuwa ni msaidizi wako wa karibu katika utekelezaji wa majukumu yako kama Waziri Mkuu. Lakini pia kwa Mheshimiwa Spika, alikuwa ni mbunge katika bunge lako ambaye amekaa kwa muda mrefu. Kwa mantiki hiyo, alikuwa ni sehemu muhimu sana katika kuchota maarifa na uzoefu katika uendeshaji wa shughuli za bunge pale ambapo alihitajika kufanya hivyo. Lakini kipekee natoa pole kwa wabunge wenzake wa muda mrefu na wale ambao wapya. Nafahamu namna ambavyo mmeguswa na msiba huu, lakini yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu, naomba tuipokee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mengi yamezungumzwa kuhusu mpendwa wetu William. Sisi kwetu kama wanafamilia tumeondokewa na baba, lakini alikuwa mume mwema sana kwa mke wake. Sisi tunaomfahamu kwa karibu kwa maisha yake, ni mtu ambaye alipenda nchi yake, serikali yake na chama chake kuliko nafsi yake. Wakati wote alitanguliza maslahi ya nchi mbele, na mengi yamezungumzwa hapa, siwezi kupinga hata moja. Mengi ni ya kweli, lakini wanasema binadamu akifariki mengi mazuri husemwa, lakini tukumbuke ya kwamba pia alikuwa ni mwanadamu. Upo wakati pengine katika utumishi wake alikuwa ruzana na wenzake katika kazi, na tunatambua ya kwamba siasa ni mchezo wa namna gani. Kwa hivyo bila shaka yoyote ni lazima wakati wa utumishi wake amewahi kukwaruzana kwa namna moja au nyingine, aidha kwa nia njema ambayo sisi tunaamini hivyo, lakini ameondoka, pengine hajawahi kuomba msamaha kwa wale aliowakosea. Sisi kama familia kwa niaba yake tunaomba msamaha na upatanisho kwa wale wote ambao amewahi kuwakosea katika harakati zake za kisiasa na maisha yake kwa ujumla, lakini na wale wote ambao pengine waliwahi kumkosea. Sisi kama familia pia tunawasamehe kwa niaba yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, William kama Mtanzania mwingine kama ulivyo wewe na ambavyo wengi wanakufahamu na namna mwenyewe unavyojipambanua, historia yako
na ya William na ya Watanzania walio wengi haina tofauti. Wengi wanamfahamu kwa kazi alizozifanya, lakini sisi kwetu ni mtu ambaye alitokea kutoka kusikojulikana akafika hapo alipofika. Nataka kusema nini? Yeyote katika nchi hii anaweza kuwa yeyote akiamua kuwa yeyote. Hakuzaliwa katika familia ya kitajiri, hakusoma au kubahatika kusoma katika shule ambazo pengine wengine walifanikiwa kusoma, lakini yeye kama yeye kwa jitihada zake, juhudi zake na mapambano yake aliamini ya kwamba akifanya kwa nafasi yake, kwa kadri Mungu alivyomwezesha, anaweza kufika popote anapoweza kufika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunasema kwenye siasa kuna lugha wakati mwingine nasema wengine wana mibuyu. Mheshimiwa William hakuwa na mbuyu kwenye siasa, kwa maana mtu wa wanasema Godfather. Wakati wote alikuwa anasema Godfather ni wewe mwenyewe na kazi zako. Nakwambia mdogo wangu, ukitaka uheshimike, fanya kazi. Usiwe mwizi. Mimi kama mdogo wake katika maisha yangu, chochote atakachoniona nacho kipya, eza ni mali, ataniita. Atamwambia, wewe ni mtumishi wa umma, nieleze hii umeipata-pataje. Sasa inabidi nianze kutoa siri ya viposhoposho vyangu, pengine vikazi nilivyofanya, lakini mwisho anakuambia usile hela ya serikali kama hujaifanyia kazi. Kwa hivyo alikuwa mwadilifu, alikuwa mtiifu kwa nchi, viongozi wake, na hakuwa na siasa za uhasama. Wakati wote alijaribu kuwa katikati, kuwaleta watu pamoja. Ndio maana marais wa awamu 4 wameweza kumtumia katika nafasi ya kuweza kuratibu shughuli za serikali. Alianza rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kumpa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge mwaka 2000 mpaka 2005. Baada ya hapo akaja Kikwete. Of course yalizungumzwa hapo mambo ya kuumizana kisiasa. Aliumizwa kidogo kipindi cha kwanza cha awamu ya JK kwa fitna kwamba hakuwa mwenzetu. Akapumzishwa kidogo, baadaye JK akapata ukweli, akamrudisha kwenye serikali, akampa ukuu wa mkoa wa Dodoma, baadaye akampeleka Dar es Salaam. Kipindi cha pili cha JK akamrudisha tena kwenye uchifu whip. Baada ya hapo akaja Magufuli akampa waziri wa ardhi. Lakini baadaye tena Magufuli akaona kwamba huyu mtu atanifaa zaidi kwenye nafasi hii. Akaja Mama Samia naye kamtumia kwenye nafasi hiyo. Ni mtu pekee ambaye amewatumikia marais 4 katika nafasi ya kuratibu shughuli za serikali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana maarifa makubwa, uzoefu mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu ni mtu pekee pia amefanya kazi na mawaziri wakuu takribani 4. Alianza na Sumaye, akaja Pinda, Mheshimiwa Pinda, akaja
Mheshimiwa Majaliwa, na sasa amefanya kazi na wewe japo kwa kipindi kifupi, lakini naamini alikuwa ni mtu wa msaada kwako. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunaomboleza kwa kuondokewa na mpendwa wetu, lakini tunawapa pole kwa kuondokewa na mwenzenu, rafiki na chombo ambacho mlipenda kukiwatumikie katika serikali. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uniruhusu nidokeze tu kidogo. Yamezungumzwa, of course narudia kidogo, lakini nataka nitoe vidokezo kidogo kwa namna ambavyo sisi tulimfahamu ndugu yetu. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alikuwa kiongozi hodari, jasiri, mnyenyekevu, mwaminifu, imara, mzalendo, mwadilifu, asiyependa rushwa wala uonevu wa aina yoyote, mpenda utu na amani, mtii kwa viongozi wake, mwenye msimamo usioyumbishwa, msikivu, mpenda watu, mwalimu, mchapakazi. Yeye alikuwa muumini wa ujamaa. Yule alikuwa ni mkomunisti, asiyependa makundi na siasa za uhasama. Sifa hizo na nyingine zilimfanya kuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kwa viongozi waliompa dhamana na kwa wale ambao anawaongoza, kutokana na hayo ambayo nimeyaeleza. Na ndio maana kama nilivyosema, ameweza kutumika katika awamu zote hizo bila kuwa na godfather. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Lukuvi aliheshimu kazi. Wewe unafahamu zaidi, yawezekana wengine hawafahamu. Hata akiwa na changamoto za kiafya, sisi wanafamilia tunamuomba apumzike, anakuambia kazi za watu nisipofanya ikiharibika, nyinyi ndo mnajua naumwa, lakini wale ambao nimeharibu kazi yao hawataelewa kama mimi nilikuwa naumwa. Kwa hivyo amefanya kazi hata kipindi akiwa anaumwa, ana maumivu makali, lakini anataka kazi ya watu isimharibikie mikononi mwake. Tumeumia kama familia, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake, na kama alivyosema Spika mstaafu Dr. Tulia, basi sote kwa pamoja, hasa wanasiasa vijana na viongozi vijana, tujaribu kuiga yale ambayo ametuachia na kuyaenzi. Japo moja linaweza likakusaidia katika safari yako ya kisiasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba mnisamehe kwa kuchukua muda mrefu kidogo, lakini kwa niaba ya familia tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeweza kwanza kupambania uhai wa maisha ya ndugu yetu tangu alipopata hitilafu ya kiafya mpaka umauti ulipomkuta, na namna ambavyo mmeweza kuratibu shughuli za mazishi yake mpaka sasa. Kama familia hatuna dukuduku lolote. Tunawashukuru sana na tunaomba tuendelee kupewa ushirikiano mpaka pale tutakapoweza kumhifadhi katika nyumba yake ya milele. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mosi Lukuvi, mdogo wa marehemu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niruhusu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.